taratibu, kila siku mnauliza Mudrik ndo nani? Huyu ndo Mudrik. Na wengine, lakini hawa wako hai na wengine wamefariki kabisa kwa ajali hizi za baharini. Waliofariki wengine wanakuwa represented na wake zao, kwa mfano kama yule mama pale, mume wake amefariki, na dada hapa, yeye kaka yake au ndugu yake hawezi kufika hapa kwa sababu amepata maradhi ya stroke, yupo hapo kwa mtaa huu mbele hapo Mwembe Tanga hapo, yeye hawezi kuja. Kwa hiyo hawa wanawake mnaowaona waume zao wamefariki. Kuna baadhi yao tulikwenda nao mbio wakapata haki zao, kwa hiyo ndio maana leo hapa hatuwaoni, ambao wengi wamefiwa na waume zao, lakini tumepambana nao wamepata haki zao, ndio maana leo hawapo. Lakini katika kundi hili lote hapa tunaenda nalo bado haki zao hazijapatikana, na tunakwenda kwa moja. Na labda nieleze pia hata ni muda, yani huu mchakato pia unachukua muda, slow kabisa, kwa sababu kwenye madai hatudili tu na ZMA, lakini tunadili na kampuni yenyewe pamoja na bima. Kampuni yenyewe ya Danaus tukiangalia iko hapa, iko na Ugiriki. Kwa hiyo hata ile transform ya information uanze hapa upeleke kule, walete majibu, wakati mwingine hawaleti kwa wakati, pia inafanya mchakato huu kuchukua muda. Lakini tunafarijika at least yule pale, yeye ndani ya wiki hii nadhani mambo yake yatakuwa yamepatikana. Kama si wiki hii basi hata kesho na kesho kutwa, yeye kila kitu chake tayari, Allah akipenda ndani ya wiki hii atapokea malipo yake. Lakini pia hawa muda wao ni mrefu sana, wameumia muda mrefu. Kwa hiyo ni kuanza kuchimbua historia na historia, si kazi ndogo kiasi hicho. Lakini pia mimi nawashukuru kwa kuwa na moyo wao wa subira. Hawa walikuwa wakali sana kupita kiasi, mpaka mnawaona hivi watulivu. Juhudi zangu mie tu kuwatuliza, lakini ni wakali na wana haki ya kufanya mambo makubwa tu kwenye nchi hii, ikiwemo maandamano, ikiwemo yani vitu vingi vya hasira. Lakini at least kila tukikaa tunapeana moyo, tunapeana huruma, tunaendeleana hivyo mpaka tumefika kwenye stage hii. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu kuleta ile picha tuone hawa wenzetu tunawaona wazima, lakini they are not fit. Hawako fit hao. Kila mmoja ana jeraha lake, ana ulemavu wake kwa kiasi tu, wanatofautiana. Kuna waakili pia wamo na kadhalika. Mabaharia na changamoto. Hata mimi mwenyewe mnaona hii hapa. Na hapa sijaonyesha. Nilipata ajali ni kwa Oman. Picha nyuma kampuni moja ni kwa Dubai. Lakini nilivumilia kama wanavyosema, nikavumilia nikafika, nililazwa Muscat mwezi mzima. Na nilipata ajali ni kwa baharini. Kwa baharini nikazimia, nikachukua na ndege pale ya kijeshi ya Oman, nikapelekwa Muscat ya hospitali ya kijeshi, nikakaa mwezi mmoja. Sina nani pale. Uzuri tu kwamba yule client wetu alikuja muda huo. Nikapelekwa na hospitali kubwa kabisa, nikatibiwa pale na Oman, wakaja siwajui from nowhere. Cha kushangaza zaidi sio bado tunapata changamoto kubwa. Siwezi kuamini wamekuja watu kusomea dua siwajui. Kwa maana swali pale wakati watu wanasomea dua ndani msikitini, wanasomea mpaka nafika wakanichukua usiku. Wanipeleka makwao Waarabu wale. Kunitamsha makwao, nikahudumiwa vizuri pale. Mpaka huko Tanzania nikapelekwa Dubai, nikakaa bed rest Dubai mwezi mzima. Kwa hiyo nasema kwamba lengo langu ni kwamba mabaharia na changamoto kubwa tunapata kusema kweli. Tuwe namna gani ya kusaidia hawa tu tumewajua Danaus. Lakini bado wengine wanaenda binafsi, wanaenda, kuna watu wanafariki kweli, kutatua hata maiti kutolewa kutoka Dubai kuja Tanzania tatizo. Japokuwa mimi nashukuru sana Wizara ya Mambo ya Nje. Mara nyingi wanapigwa simu simjui mtu, baharia kaenda simjui. Napewa taarifa nikituma mawasiliano ya Wizara ya Mambo ya Nje, nashukuru Mungu wanachukua hatua juu sana. Napiga simu kwa kuna 1 2 3 nimeambiwa wanasimamia, japokuwa mpaka kuja kufika maiti hapa mwezi mmoja. Kwa mimi niombe pia serikali tuongezee kwa upande wetu ya hili, tuongeze nguvu zaidi, tuangalie mabaharia, mtuangalie tutatatua vipi. Wapo wanaumia kabisa, hawa wanajulikana, wengine hawajulikani. Kuna kesi kwa mahakamani inaendelea Temeke huko. Mama dada zake mtu wake amefariki siku nyingi. Aliacha mke mjamzito. Na hiyo kwa taarifa tunafuatilia hatujui inaanzia wapi. Kwa mimi niseme kwamba tuombe serikali msichoke watoto wenu, msaidie. Ila kusema ukweli mabaharia tumshukuru sana mpongezi. Sasa wa DG wa TASAC, DG wa ZMA na mama wetu Stella wanajitahidi sana kupambania mabaharia. Na uzuri ni kwamba kuna ule mkataba wa hali bora ya mabaharia ambao Tanzania sisi pia tumeridhia. Sasa tunapaswa tutembee kwa yale maridhio tulioweka
tukubaliane, na tunaweza kuyafanyia kazi kwa kukubali ule utatu: serikali iweko hapa, mabaharia wawepo, na makampuni ya meli yawepo. Tushirikishane, tuzungumze, tuongee. Na tulienda hatua zaidi, sio tu kukutana na nyinyi, lakini tumejipanga pia kukaa na makampuni ya meli. Naamini tutaanza kwa uchache, kwa waliopokea mwaliko, waliosikia, lakini hii sasa ndio mwanzo. Tutaendelea kuzungumza na makampuni ya meli kusudi tuwe na mwendelezo, tuhakikishe kwamba mabaharia wetu waingie kazini. Kazi ya ubaharia sasa hivi tunaambiwa ni kazi ya staha, sio kwamba utumike ukiwa na nguvu zako, ukipungukiwa uonekane ufai. Hapana, iwe kazi ya staha, iwe kazi ya heshima. Unavyofanya kazi ukiwa na nguvu, uthaminiwe hata pale ambapo umepata tatizo. Kwa hiyo ni hatua za mwendelezo, ndio tumeanza kuhakikisha tunasimamia. Ni wajibu wetu kama wizara, hata tuko na katibu mkuu hapa, ni wajibu wetu. Lakini bahati mbaya sana ni kwamba kumekuwa na mapungufu, na ndio maana tulisema kwamba tuanze hapo. Tunasameheana, lakini kwa kuhakikisha watu wanapata nini? Haki zao. Naamini yote yatafanyika, naamini, kwa sababu tuko katika njia ambayo sasa hivi tunaona ni sahihi. Tumefurahi sana sana sana, na tunasema karibuni sana kuja kutuona, kutusikiliza. Tumefurahi sana. Tukiwa kama wahanga tulioumia, ni sehemu ya ubaharia. Kila siku ajali zinatokezea mbalimbali kama tunavyojua, lakini hatusemi kwamba kutokea kwa ajali ndio mwisho wa ubaharia. Mabaharia sisi tuna stop kwa sababu wahanga tofauti wanakuja wengine, na vizazi kwa vizazi vinazaliwa, vinaendeleza ubaharia. Nashukuru kwa hilo. Kwa hiyo tukiwa kama wahanga, tukiwa kama mmekuja kutuona, ni sehemu ya faraja. Tunafarajika kuoneni, na tunategemea kupata faraja zaidi, kwa sababu tupo bado katika kupigania haki zetu. Wapo ambao hawajalipwa kabisa, wapo ambao haki zao wamelipwa nusu, wapo ambao bado wanahangaishwa, wapo ambao wamelipwa kidogo. Kwa hiyo ujio wenu nafikiri itakuwa ni chachu ya kuweza vile vile kupigania haki zetu, kuweza kuzipata, kila mmoja kupata haki yake stahiki, anastahiki kuipata bila ya kumdhulumu upande wote.